Katibu wa uhamasishaji na chipukizi UVCCM mkoa wa Songwe, ndugu Noeli Donald Mkwemba, ameieleza Kankono Media juu ya ziara ya mwenyekiti wa UVCCM Taifa, ndugu Mohamed Kawaida, anayetarajia kuanza ziara yake mkoa wa Songwe Jumatatu tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2025. Aidha, ndugu Noeli Mkwemba ameweka bayana baadhi ya maeneo ambayo mwenyekiti huyo anatarajia kufanya mikutano na kuongea na wananchi, ikiwa ni pamoja na kukagua miradi ya kimkakati, miradi ya serikali, pamoja na miradi ya watu binafsi iliyopewa kipaumbele, hususan miradi ya vijana. Viva vijana viva! Kidumu Chama cha Mapinduzi! CCM oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania! Kwa majina yangu mimi ninaitwa Noeli Donald Mkwemba, ni katibu wa uhamasishaji na chipukizi mkoa wa Songwe, na niko hapa kwa niaba ya kamati ya utekelezaji ya UVCCM mkoa wa Songwe inayoongozwa na mwenyekiti wetu mahiri, mwenyekiti wetu bingwa Fatuma Hussein. Na ni kwamba UVCCM mkoa wa Songwe ina jambo lake. UVCCM mkoa wa Songwe tuna jambo letu. Jambo hilo ni jambo gani? Tuna jambo kubwa kabisa, na ni jambo la kimataifa, na ni jambo ambalo tunatakiwa kulifanya kwa viwango vikubwa, kwa sababu pia ni tamaduni yetu na ni desturi yetu kwamba mkoa wa Songwe hatuna jambo dogo. Hatujapoa wala hatujawahi kuboa. Nini sasa? Ni kwamba tuna ujio wa mwenyekiti wetu wa UVCCM Taifa, ndugu Mohamed Kawaida, ana ziara katika mkoa wetu wa Songwe. Kwa hiyo niko hapa kuwajuza ratiba fupi ya ziara ya mwenyekiti Umoja wa Vijana Taifa ambayo itafanyika katika mkoa wetu wa Songwe. Ratiba iko kama ifuatavyo: tarehe 16 ya mwezi wa 6 mwaka 2025 tutampokea mwenyekiti wetu bingwa wa UVCCM Taifa, ndugu Mohamed Kawaida, katika wilaya ya Momba, kata ya Miunga. Tutampokea katika kata ya Miunga akiwa anatokea katika mkoa wa Rukwa. Kwa hiyo tutampokea tarehe 16 mwezi wa 6 kama nilivyotangulia kusema hapo awali. Lakini katika mapokezi hayo, katika ile kata ya Miunga, mwenyekiti wetu bingwa Mohamed Kawaida atasalimia pale wananchi wa Miunga kwa dakika chache. Atasalimia wananchi wa Miunga. Baada ya kutoa salamu hizo, maana tayari sasa atakuwa ameshafika katika mkoa wetu wa Songwe, lakini pia ndio eneo ambalo atavikwa skafu na vijana wa itifaki. Atavikwa skafu pale, maana tayari atakuwa ameshaingia katika mkoa wetu wa Songwe. Baada ya hapo ndipo atakapoanza, au msafara utakapoanza kutoka katika kata ile ya Miunga kuelekea Tunduma mjini, Mtunduma mjini. Na atakapofika katika lile eneo la Tunduma mjini au mji ule wa Tunduma, atakuwa na shughuli mbalimbali ambazo atazifanya. Ikiwemo ni kukagua ile miradi ya kimkakati. Kuna baadhi ya miradi ya kimkakati ataitembelea na kuikagua, lakini pia tutampeleka, kwa sababu Tunduma ama mkoa wa Songwe ndio lango kuu la Sadeki, tutampeleka kule customer ili akaweze kujionea kule mambo yakoje na hali ikoje kwa ujumla. Baada ya hapo, akishamaliza kutembelea ile miradi ya kimkakati, jioni majira ya saa 10 tutakuwa na mkutano wa hadhara. Mwenyekiti wa Umoja wa Vijana Taifa akiongozwa na mwenyekiti mwenyeji wa mkoa wa Songwe Bi Fatuma Hussein wataelekea pamoja na msafara wote katika eneo la Sogea majira ya saa 10 ya alasiri. Pale tutakwenda kufanya mkutano wa hadhara. Tutafanya mkutano babu kubwa, mkutano ambao hujawahi kutokea. Tutakwenda kuzima zote na kuwasha ile ya kijani. Baada ya hapo, tarehe 17
siku ya pili baada ya tarehe 16, tarehe 17 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, bado mwenyekiti wa Umoja wa Vijana Taifa ndugu Mohamed Kawaida ataendelea kuwepo katika mkoa wetu wa Songwe, na atafanya ziara katika halmashauri ya wilaya ya Mbozi. Atakwenda katika halmashauri ya wilaya ya Mbozi, atafanya ziara pale, na yako mambo ambayo mahususi na madhubuti atakayoyafanya katika wilaya ya Mbozi, ikiwemo pia kukagua miradi ya kimkakati, miradi ya serikali, miradi ya watu binafsi ambayo imepewa kipaumbele ni ile miradi ya vijana. Wako vijana wamewekeza, kwa hiyo tutampeleka mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Taifa kuona ile miradi ambayo vijana wamewekeza, uwekezaji wa vijana, ili aone vijana wake wanafanya shughuli gani za kuwaletea kipato wao, lakini pia shughuli gani ambazo pia zinaleta manufaa na maslahi kwa jamii ambayo inatuzunguka pia. Baada ya kutembelea miradi hiyo, ndugu mwenyekiti wa UVCCM Taifa atakuwa pia na mkutano wa hadhara ambao utafanyika pale Mlowo sokoni. Mkutano huo utafanyika majira ya saa 10 alasiri, eneo kama nilivyosema Mlowo sokoni. Kwa hiyo atafanya mkutano wa hadhara pale, ataongea na wananchi wa wilaya ya Mbozi, ataongea na wananchi wa jimbo la Vwawa na jimbo la Mbozi kwa ujumla. Baada ya mkutano huo ndipo atakapokuwa amehitimisha ziara yake ya siku 2 katika mkoa wetu wa Songwe na kuweza kuendelea na ratiba zake zingine za ziara yake kama ilivyo katika ratiba yake. Mwisho kabisa, kwa kumalizia, nitoe rai kwa vijana wenzangu wote wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia vijana wenzangu wale ambao wako kwenye vyama vingine na vijana wenzangu ambao hawana vyama kabisa lakini ni vijana wa Kitanzania. Tuinuke kwa pamoja, tuhudhurie katika mikutano hii ya mwenyekiti, twende tukamuunge mkono kijana mwenzetu, tukamsikilize yale aliyokuwa nayo na aliyotuletea katika mkoa wetu wa Songwe, ili tuweze kupata kujua mikakati ya serikali yetu pendwa iliyoko madarakani, serikali ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassani, kwa namna gani ilivyojipanga ili kuwainua na kuwaendeleza vijana wa Kitanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Ipyana Isaac Mwanyasi, Kankono Media.